kati ya asilimia kuanzia 55 mpaka 70 kero ni ardhi. Ardhi. Kwa nini ardhi ni kero? La kwanza, utasikia double allocation. Tumewezaje kutoa viwanja kwa watu zaidi ya mmoja? Kwa hiyo utasikia hicho ndio chanzo. Chanzo kingine ni wakazi wa asili. Sasa ukienda huko kwenye maeneo hayo ambayo urasimishaji ulifanyika, utasikia sasa mabango wako pale. Eneo la tatu, fidia. Pita tu. Chanzo kingine, uvamizi. Yaani wananchi sasa hivi, wananchi wanaanzaga polepole. Kwanza anaweka kibanda kidogo cha makuti, kinakuwa cha bati, anaanza kujenga, wanakaribia. Kwa hiyo nyie mtakapokwenda kutimiza sheria na kutaka kuwatoa watu wamevamia, kuna mambo mengine, mgogoro. Wengine wanasema acheni, wengine waondoke. Kwa hiyo vyanzo hivi mkavidhibiti uvamizi katika maeneo, katika early stage. Kwa hiyo nimebainisha baadhi ya vyanzo vya migogoro ya ardhi. Lakini tunao matatizo kwenye mabaraza ya ardhi. Kuna shida kuwepo na semina, sababu wote tunadili na utatuzi na lengo ni utatuzi. Sasa utatuzi inahitaji pia uzoefu na kuongezewa uwezo. Kwa hiyo tutaongea na kamishna tuweke mipango hiyo. Kwa hiyo maelekezo yangu baada ya kikao chenu, niwaombe mtakapokwenda, la kwanza tukajitahidi kuondosha kero za ardhi. Tuwe wasikivu, tushughulikie katika idara ile. Nimeelekeza kule kwamba mtu katika kila halmashauri atenge siku ya kusikiliza katika halmashauri, na ni siku ya Jumatano. Na kwa kufanya hivyo tutaondoa mabango. Lakini lingine, muwe washauri wazuri. Pale mlipo mnamshauri mkurugenzi, na kwa kufanya hivyo mnamshauri mkuu wa wilaya. Nitasikitika sana nitakapoletewa kesi ikaonekana ushauri wako ndio ulikuwa mbovu. Lakini la tatu, miji yetu inakuwa, watu wanaongezeka, mahitaji yanaongezeka. Hakikisheni watu mnaokaa katika mipango miji mnashauri vizuri mabaraza ya madiwani kutenga maeneo ya umma, masoko, shule. Sasa hivi tumeambiwa wafanyabiashara, mamalishe, babalishe, machinga. Kwa hiyo nyie ndo mko pale, tumieni taaluma yenu kwa mahitaji halisi tulionao, lakini pia kwa kuangalia kwamba mahitaji yaliyoko mbele yetu ni mengi zaidi. Kuna maeneo ya watu kuzikana katika maeneo hayo. Kwa hiyo niliona haya nishiriki nanyi kuwaeleza, kwa challenge, ili mkiwa hapa pitishane. Lakini kikubwa tunawategemea mkirudi mtusaidie kutatua kero za wananchi. Naomba nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kutenga muda mrefu kutokana na ratiba yako ngumu kuja kupata muda wa kuja kuzungumza na sisi. Na sisi tukuahidi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeyapokea maelekezo yako na nasaha zako kama kiongozi wetu na mzazi, na tunaahidi tutazifanyia kazi. Asante.